Kengele ya mapumziko ilipolia, wanafunzi walilipuka kwa shangwe, wakimiminika nje ya madarasa kwa msisimko mkubwa. Milango ilijaa, kila mmoja akitaka kuwa wa kwanza uwanjani. Darasa la 3 likabaki tupu polepole, hadi akabaki kijana mmoja tu, jina lake Baraka. Alikuwa mweupe kuliko wote. Ngozi yake iliangaza kama mchanga wa pwani, na macho yake yalionyesha akili ya hali ya juu. Kwa utulivu wa ajabu, Baraka alipanga daftari zake, akaelekea nje, labda kutafuta kitu cha kula. Hakuwa mwongeaji sana, lakini alikuwa wa kwanza kwa nafasi darasani tangu shule ya awali. Akiwa katikati ya viunga vya shule ya Mvuti, mkono baridi ulishika bega lake na kumgeuza ghafla. Baraka alishtuka. Alipogeuka, alimuona msichana asiyemfahamu. Alikuwa mrembo, lakini uzuri wake ulikuwa wa ajabu. Ngozi nyeupe isiyotambulika na macho yaliyoficha siri nzito. Msichana yule kwa upole alimuuliza Baraka, "Mbona mnyonge hivyo Baraka?" Baraka kajibu kwa sauti ya chini, "Nina njaa, na hela niliyopewa na mama niliipoteza." Msichana akamhurumia. Kwa utulivu wa ajabu akajibu, "Usijali, leo nitakununulia chai." Akamshika mkono na kumvuta kuelekea mgahawa mdogo wa shule. Baraka hakusita. Tangu siku hiyo, alibadilika ghafla. Alichangamka, akatabasamu. Marafiki zake walishangaa, lakini hawakuuliza. Muda wa kutoka ulipowadia, Baraka alipobaki peke yake, macho yake yakafungwa kutoka nyuma. Kwa mshangao, akaduaa, "Nani huyu?" Alipogusa mikono ile, ilikuwa laini kupita kawaida. Alipojaribu kujigeuza, kicheko chembamba kilichoambatana na sauti ya msichana kilijibu, "Ni mimi." Ni yule msichana. Akatabasamu. Njiani akampa biskuti na juisi yenye maandishi ya Kiarabu isiyo ya kawaida.